Kwa hiyo hofu ya Mungu inatupelekea sisi tuweze kutubu. Unaweza ukawa umempwaza mwenzako au umetenda jambo ambalo ni chukizo mbele za Mungu, lakini kuna yule Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako anakushuhudia kwamba hili jambo ulilofanya sio zuri. Kwa hiyo unachukua maamuzi ya kwenda nini? Kuomba toba. Unashangaa tu ndani ya hali yako, yani unashangaa mbona nimefanya jambo ambalo sio zuri. Lakini hofu ya dunia hii haimpelekei mtu kuomba toba. Anaona kila kitu anachokifanya nini ni sahihi. Anatenda dhambi lakini anaona ni jambo la kawaida. Hiyo ni hofu ya dunia hii. Mtu haogopi kufanya dhambi. Mtu haogopi kuiba. Haleluya. Mtu haogopi kwenda kumloga mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu haogopi kwenda kuchawia kwa jirani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hofu ya dunia hii. Haleluya. Na imetawala kwa watu ambao hawajamjua nani? Mungu. Ukimjua Mungu huwezi ukafanya hofu ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya mpendwa. Tutaangalia neno la Mungu. Tufungue kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Neno la Mungu linasema kwamba maana Mungu hakutupa roho ya woga. Nimesema kwamba hofu ni woga. Haleluya. Unasikia? Kwa hiyo neno la Mungu linasema kwamba maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali roho ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu hakutupa roho ya woga. Haleluya. Mungu ametupa roho ya nguvu, roho ya upendo na ya moyo wa kiasi. Haleluya. Aliyepo ndani yetu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu hajatupa roho ya woga, ameachilia roho wake ndani yetu. Roho wa upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuwa na roho ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, hatuwezi kufanya vitu ambavyo havipendezi Mungu. Haleluya. Kwa sababu Roho Mtakatifu yupo ndani yetu, anayetenda kazi ndani yetu. Sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tunamjua Mungu. Haleluya. Hatuwezi kufanya vitu ambavyo vinatendeka na watu wa dunia hii. Hatuwezi kwenda kumloga mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni roho ambayo Mungu ametupa ndani yetu. Hajatupa roho ya uoga. Haleluya. Usiwe na roho ya uoga ndani yako. Ukiona kwamba una uoga, ujue kwamba hiyo hali sio hali ya kawaida. Chukua hatua ya kwanza kuomba. Mwambie Mungu, niondolee hii roho ya uoga hii. Kwa nini ipo ndani yangu Kwa nini siwezi kudhubutu kufanya jambo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini siwezi kufanya biashara? Hiyo ni roho kamili. Haionekani lakini ipo ndani ya mtu. Kwa hiyo ukiona hali ya kwamba unasita kufanya jambo, una roho ya uoga, umesikia vitu vinatembea juu ya bati, vinakanyaga kacha. Unaanza kutetemeka. Hapana, haitakiwi kwa mtu aliyeokoka. Yatupasa kushinda kwa maombi. Haleluya. Umeambiwa unaumwa. Hospitali umezunguka kuna huku tatizo halionekani. Kaingiwa na roho ya uoga ndani yako. Ukawa na hofu na mashaka. Hapana. Kataa hiyo hali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umeambiwa una ugonjwa fulani. Hapana, kataa. Magonjwa ni ya shetani. Mungu hajatengeneza magonjwa kwa binadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kuambia ugonjwa toka. Manake ni roho kamili. Lazima huo ugonjwa utaondoka. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Haleluya. Tusiwe na roho ya uoga, tuwe na roho ya nguvu, roho ya ujasiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Mwanafunzi umechaguliwa shule ambayo iko kijijini. Ondoa roho ya uoga. Huko kijijini Mungu atakuwa pamoja na wewe. Huko kijijini huko ambapo unaona kwamba mazingira yafai, mazingira haya sijui kama nitaweza kufaulu. Haleluya. Chakula cha shida, unakula chakula ambacho kieleweki, maji machafu. Ondoa hiyo roho. Hiyo ni roho ya uoga. Yaani ukishajijengea hivyo, ujue kwamba hutafanya vizuri darasani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa eh? Tuangalie sababu ya madhara ya hofu ambao ni uoga. Madhara yake ni kwamba namba 1, kupungukiwa na imani. Yaani unapungukiwa na imani ukishakuwa na roho ya uoga, roho ya hofu. Imani inakuwa ipo. Umeambiwa kwamba mwaka huu unakwenda kuolewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu mwezi fulani utapokea nini? Watoto. Haleluya. Kwa hiyo tujenge roho ya kumwamini Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe mashaka ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unapungukiwa na imani kwenye biashara. Unaona biashara hamna wateja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia katika kitabu cha Mathayo sura 8 mstari wa 26. Hapa tunaona wanafunzi wa Yesu walipungukiwa na imani. Walipatwa na roho ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura 8 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema kwamba akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Haleluya. Ninazungumzia kwa nini? Ninazungumzia sababu ya madhara ya woga, hofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu aliwakemea wanafunzi wake. Akawaambia, mbona mmekuwa na uoga? Ukiwa na uoga, tumeona kwamba imani inakuwa haipo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukaomba jambo likatokea kwa sababu umekuwa na roho ya uoga ndani yako. Na roho ya uoga ikiwa ndani yako, unapungukiwa na nini? Na imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, madhara ya hofu ambayo ni uoga. Unajitwika mzigo ya kesho. Yaani unajitwika mizigo ambayo nini? Ya kesho. Unasumbukia mambo ya nini? Ya kesho. Kesho nitakula nini? Kesho itakuwaje? Watoto wanahitaji hela. Bwana Yesu asifiwe. Kesho familia inahitaji chakula. Haleluya. Haleluya. Hayo ni madhara ya nini? Ya uoga, hofu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tufungue Luka 12. Luka 12 sura ya 25. Luka 12 sura ya 25. Luka sura ya 12 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema kwamba hivi, basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake samani. Tusome Luka 12 sura 25.
Luka 12 sura 25, neno la Mungu linasema kwamba na yupi kwenu ambaye akijisumbukia aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Basi ikiwa amwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbukia kwa ajili ya yale mengine? Bwana Yesu asifiwe. Akasema, yatafakirini maua jinsi yameavyo, ayatendi kazi wala ayasokoti, nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Mstari wa 28, basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibu, je, hata watendea nyinyi zaidi, enyi wa imani haba? Nyinyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana haya yote ndiyo wayatafutayo mataifa ya dunia, lakini Baba yenu anajua kuwa mna haja nayo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiyasumbukie ya kesho, tusijitike mizigo ya kesho. Haleluya. Mungu anajua ya kwamba una haja gani ndani ya moyo wako, unahitaji kuponya. Mungu anajua ni kitu gani anachotaka kufanya kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Usijisumbukie. Haleluya. Mwache Mungu asumbuke kwa ajili yako wewe. Usijitie mizigo ambayo huwezi kuibeba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutakwenda kuangalia ni jinsi gani ya kuondoa hofu. Ili tuweze kuondoa hofu ndani yetu, lazima upendo wa Mungu uingie ndani yetu. Upendo wa Mungu ujengeke ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe tunasoma neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuweza kushinda roho ya uoga, lazima tuwe tunapenda kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Na ya mwisho ni kwamba tudumu katika kuomba. Unapoomba, roho yoyote ile haiwezi kukuvamia, na hata ikikuvamia unajua jinsi gani ya nini ya kuishinda. Tunaweza kuishinda kwa nini? Kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewa maana ya hofu, si ndio? Lazima tuishinde kwa nini? Kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe kila mmoja. Lazima tuishinde hofu kwa maombi. Biashara haiendi sawa, kazini hakuko sawa, familia iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Umeambiwa na magonjwa, usiwe na hofu. Yesu anafanya, Yesu anatenda. Haleluya. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya kuondoa roho ya hofu. Sijui wewe una roho ya hofu ya aina gani? Yamkini umeambiwa kuna tatizo ndani yako, umekuwa na hofu. Haleluya. Yamkini umepata taarifa ikakushtua, hofu ikaingia nini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yatupasa kuishinda hiyo roho. Tuikemee kwa jina la Yesu. Hiyo roho iondoke. Ni roho kamili, inasikia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui wewe una hofu ya aina gani. Ni kitu gani kinakusumbua ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda kusimama, tuanze kuomba. Tuachilie damu ya Yesu ipite, iondoe hofu yoyote iliyojengeka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Pia tumuombe Mungu aachilie hofu yake ikae ndani yetu. Hofu ya Mungu ikae ndani yetu. Hofu ya shetani itoke ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nitakwenda kumshukuru Mungu kwa neno. Takatifu, mtakatifu Mungu wangu na Baba yangu uketie mahali pa juu, ninasogea machoni pako mfalme amani nikisema asante.
Asante Roho Mtakatifu kwa neno la uzima ambalo Mungu umeachilia juu yetu. Asante Mfalme amani, Mungu mwenye nguvu, ketia mahali pa juu palipoinuka. Tunakurudishia heshima na utukufu. Asante Mfalme amani kwa kila mmoja aliyefika mahali hapa. Baba, litukuzwe jina lako Bwana. Baba, lihimidiwe jina lako Mungu wangu na Baba yangu. Ninakushukuru Roho Mtakatifu kwa kunitia nguvu kusimama mahali hapa, maana sio kwa fahamu zangu wala kwa akili zangu, isipokuwa ni Roho Mtakatifu uliopo ndani yangu ukaniongoza. Nami ninakushukuru Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu mwenye nguvu. Pokea sifa, heshima na utukufu. Nasi tunakuita Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi tunapokwenda kuomba kwa ajili ya roho za hofu za adui zikatoke ndani yetu, bali hofu yako Mungu ikaingie ndani yetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo na kwa damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Amen.